Bwana Yesu apewe sifa sana. Wapendwa katika Kristo, wapenda katika Bwana. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Nicholas Robert Setebe. Ningependa tushiriki pamoja, hasa vijana na mabinti ambao hawajaingia kwenye ndoa. Kama wewe ni kijana ama ni binti bado hujaingia kwenye ndoa na una uhitaji wa kuingia kwenye ndoa, basi unaweza kunifuatilia ama unaweza kunisikiliza mpaka mwisho ili uweze kuambulia kitu ambacho kitakusaidia. Bwana apewe sifa sana. Ningependa kuzungumzia vitu vitatu kwa walio ndani ya Kristo, na maanisha kwa waliookoka na hata kwa wale ambao hawajaokoka lakini tu wanahitaji kuingia katika agano la ndoa. Nitazungumza jinsi ya kumpata mume mwema ama jinsi ya kumpata mke mwema. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jambo la kwanza naweza kusema cha kwanza unachopashwa kukifanya, ama jambo la kwanza ambalo unapashwa kuliangalia ni haiba ya mtu unayehitaji kuingia naye kwenye agano. Si tu kwenye mahusiano, tunapozungumza mahusiano, lakini mwisho wa siku huyo mtu atakuja kuwa mke. Hivyo tunazungumza kwa habari ya mtu ambaye unahitaji kuingia naye kwenye agano. Sio hawa wengine wanaoenda katika mazingira ya kihuni, hapana. Ninazungumza na wadada na wakaka ambao wana uhitaji wa kuingia kwenye agano la ndoa. Hao haswa ndio wanapaswa kunisikiliza kwa makini. Kitu cha kwanza unachopashwa kukiangalia zaidi ni haiba. Na maanisha tabia ya mtu ambaye unahitaji awe mkeo ama unahitaji awe mumeo. Angalia tabia zake alizonazo ama haiba yake alionayo. Alafu angalia na kwako, jiangalie na wewe mwenyewe binafsi, tabia ulizonazo zitalingana na huyu ambaye nahitaji aje kuwa mke wangu. Ukishaangalia hizo haiba zake ama ukakagua tabia zake, kagua na za kwako, mtakapoungana kwenye agano la ndoa mnaweza mkalileti tabia, zinaweza zikafanana, unaweza kumvumilia tabia zake alizonazo. Hichi ni kitu cha msingi na ni kitu cha muhimu sana, hasa kwa wale ambao wanahitaji kuingia kwenye agano la ndoa. Utakapoingia kwenye agano la ndoa na mtu ambaye hujamfahamu vizuri haiba yake, tabia zake alizonazo, hiyo ndoa inaweza kuleta shida mbele ya safari yenu. Kitu cha pili unachopashwa kukiangalia ni imani. Huyo mtu unayehitaji aweze kuwa mumeo ama mkeo, imani yake ni ipi? Imani ulionayo wewe na imani yake zinalingana? Kama wewe umeokoka, je, na huyo unayetaka akuoe ama umuoe ameokoka? Kama wewe hujaokoka, vile vile huyo unayetaka kumuoa ama akuoe naye hajaokoka au la? Kwa sababu unapokuwa una imani ndani ya Kristo Yesu, kwa kumaanisha umeokoka, alafu ukatafuta mtu ama akaja mtu ambaye hajaokoka, hajampokea Kristo, na maanisha ukaona tu namna ambavyo umependezwa naye kwa namna ya mtazamo, umependezwa naye kwa namna ya mali alizonazo, uwe na uhakika, narudia tena, uwe na uhakika, hiyo ndoa haitadumu. Hiyo ndoa itaondoa kabisa imani yako ya awali ulionayo, imani yako ambayo ulikuwa umerithishwa aidha hata na wazazi wako, kwa sababu umefungamana na mtu ambaye hamfanani tabia. Biblia inasema kwenye kitabu cha Amosi sura ya 3 na mstari wa 3, haiwezekani watu wawili wakaenda pamoja isipokuwa wamepatana. Kwa hiyo lazima uchunge kwenye eneo la imani. Tazama imani yako na imani ya mtu unayehitaji kufungamana naye katika agano la milele zinalingana. Hii itakusaidia sana kuweza kuwa na ndoa yenye furaha na amani na utele, hata pale ambapo Mungu atawapa familia itakapokuja kuwa kubwa. Jambo la tatu ni unyenyekevu. Ili eneo ni muhimu sana. Tafuta kujua mwenza wako unayehitaji awe mumeo ama awe mkeo ana unyenyekevu kiasi gani. Pale ambapo aidha umemkosea ama umekwenda kinyume naye, ana unyenyekevu kiasi gani? Hichi ni kitu cha msingi sana, kitakusaidia kuitunza hiyo ndoa hata pale ambapo Mungu atawapa watoto ama uchumi utateteleka.
Basi niseme kwa leo niweze kuishia hapo. Endelea kunifuatilia katika vipindi vyangu ama katika clip zangu ambazo naendelea kutoa namna ambavyo vijana wanaweza wakafanikiwa katika eneo hili la ndoa, ama kuelezea namna ambavyo vijana wanaweza wakafanikiwa katika hili eneo la ndoa, hasa katika karne tulionayo hii, ama katika dunia ya sasa tulionayo, dunia ambayo mabinti na vijana wengi wamekuwa wakiteseka namna gani ya kumtafuta mtu aliye sahihi. Basi endelea kunifuatilia katika mitandao ya kijamii. YouTube channel natumia mtumishi wa Mungu Waleki Robert Setebe, Facebook natumia Nicholas Robert Setebe, na TikTok natumia mtumishi Waleki Robert Setebe. Asante kwa kunifuatilia, endelea kunifuatilia ili uweze kujua ama uweze kufanikiwa kupata mtu aliye sahihi katika maisha yako.